الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما، زدنا التقى والرشد يا رب العالمين. أما بعد، tumeanza kwa darasa mbili zilizopita kuelezea utangulizi juu ya surat Maryam, na tumeeleza kwa nini ikaitwa surat Maryam, kwa umuhimu wa utaji wake huyu bibi al-Batul Maryam ibnata Imran, ambaye Mwenyezi Mungu amempa sifa nzuri nzuri katika Qur'ani, alati ahsanat farjaha, alulinda utupu wake, ubikira wake, na akamwambia kwa njia ya malaika, inna Allah astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Mwenyezi Mungu amekutakasa, amekuchagua mbele ya wanawake wote kwa kuja wewe, nakupa jukumu hili la miujiza mikubwa katika dunia hii ya kumzaa mtoto bila mume. Utapambana ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Tazama mwanamke mwenye takwa huyo, ucha Mungu wa kufikia juu kabisa. Tazama mtoto, nende bila mume, nitawakabili watu wangu vipi? Na hali mwenyewe jua kwa mali msafi, mpaka akaomba ya laitani mitu qabla hadha, ya laiti ningelikufa kabla kutokezea jambo hili. Sio kufa tu, hata mimi nishaondoka duniani watu sitataja wa kuntu nasiyan mansiya, na kwa nimesahauliwa kabisa, wale watu wasinitaje. Tazama takwa inafika stage kwamba sio kwamba nikufa tu, lakini wewe nimesahauliwa, watu wasijue wala sisikie habari zangu. Lakini Mwenyezi Mungu akanataka. Tabii hii surat Maryam na huyu bibi Maryam, na sura hii imeanza kwa nini? Kwa hurufu al-muqatta'a, ambayo leo tutazungumzia hizi hurufu muqatta'a. Hurufu muqatta'a ni herufi, na herufi zake hapa ni 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. كاف mwanzo ina madda, ha ya haraka 6, ya na ain, ya na ain haraka 2 ha na ye, ain ina madda na sad na madda. Kwa hiyo unaivuta mwanzo, ya pili, ya tatu mvuto mbicho, alafu ya 4 na 5 mvuto. Kaf ha ya ain sad. طيب, tunazungumzia sasa hivi kuhusu hurufu muqatta'a katika Qur'an. Hii si sura mwanzo, na tumetaja mara nyingi, na sababu kubwa tulikuwa tukitoa ni kwamba nini, kwa kupita njia mbio mbio tunasema kwanza, wal muradu bi hadhihi al huruf al muqatta'a fi bidayat as-suwar, na muradi wake na kusudio lake katika sura hizi zenye kuanza kwa huruf muqatta'a, Allahu wahdahu alam, Mwenyezi Mungu ni peke yake mwenye kujua. Naam, ni Mola tu peke yake ndiye mwenye kujua. Na hata wakasema kwamba nini, Abu Bakar Siddiq kama sikosei amesema maneno haya kwamba nini, inna hadhihi alhuruf sirrullah, walokwenda kwamba nini muradi wake ni Allah peke yake mwenye kujua. Lakini wengine wamejaribu kutafuta maulama kutafuta tawili, maelezo, lakini siri yake Allah wahdahu pekee. Kwa hivyo anasema Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, anasema kwamba nini, kwamba ina hadhihi alhuruf sirrullah, ni siri ya Allah ndani yake. Fala tatlubuhu, usitafute ukataka kujua, sema Allahu almuradu bi Allahu a'lam. Kwa hiyo kwenda kwenye kusema kwamba la tusiingilie, lakini pia hakuna ubaya kutafuta, huenda ikawa hivi kwenda hivi, sio? Kwa sababu nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa akili ya kufikiri na kutafuta kadri tunachoweza kutafuta, kwa sababu ndani yake minhum muhkamatun hunna umul kitab, kwa mwanzo al-Imran. Ndio asli ya kitabu. Nini alikusudiwa muhkamat? Mambo ya ibada, mambo ambayo
yanaonekana mambo yaweza kutendeka. Wa ukharuna, mingine mutashabihat, mingine una shubha ndani yake, huwezi kujua bidhabt. Unajua pepo ulivyokaa, unajua moto ulivyokaa, mambo mengi hatujui. Malaika umemwona na mengi mengineo shaka wa mutashabihat. Kwa hivyo usiende deep katika kuzamia katika mutashabihat, kwa kisia na unaweza kusudia ukafahamu haya. Na kwa hasa upelelezi kama tutakuja kuendelea kusema kwamba hizi hurufu muqatta'a hizi, kama Abubakar akasema sirullah fala tatlubu, sitafute mpaka ukienda deep ukataka kujua hasa hii hasa kwa sababu wako wanasema kafu laki moja katika majina ya Mwenyezi Mungu Karim, Yas maana Hadi, kila mmoja amesema yake, lakini kama unajaribu kuawil msema wallahu a'lam, jitoe kabisa, jisafishe, wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu mwenye kujua zaidi. Ikiwa mimi nimekosea, kwa hivyo unafutwa makosa yako. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametupa fursa, kwa nini kutupa akili kwa wenyewe kuweza kutafakari na kuweza kutafuta tawili, lakini madhara umeshindwa, waache hivyo. Na kwa sababu shasema katika aya hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat, kuna ummul kitab ya asli utakiwa someni habari ya sala, habari ya zaka, habari ya saum, habari ya tabia njema, habari yote haya ni katika ummul kitab, ndio msingi hasa. Mama kitabu ya nini, yale ndio yalokusudiwa ili uweze kuishi maisha ya Kiislamu katika life yako, katika maisha yako. Ama mutashabihat utatajiwa, wayasalunaka ani ruh, unajua ruh ilivyokaa, kwa ruh min amri rabbi. Sasa ukachambua na maruh kama kwamba unajua la namzuri kwa ruh min amri, wama utitu min alilmi illa qalila. Qalila yenyewe kama alivyozia al-Khidr, rajulun salih, ikawataka al-Khidr wallahu a'lam kaja lake Khidr kwa ile kwa sababu hajatajwa Qur'an, au rajulun salih aliyekwenda akawa anamfundisha mambo ya ghaib alofunuliwa na Mwenyezi Mungu ili kumuonesha Musa alayhi salam baadhi ya mambo. Anamwambia wakiwa wamepanda katika mashua ile, anaambia unamwona ndege yule anapokunywa maji, basi kachukua kitu katika maji yote, basi mfano wake katika ilmu ya Mwenyezi Mungu umechukua au kama hadithi kuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama mfano al-mikhyat, sindano ndogo ile kushonea, ikitumbukizwa katika maji imechukua kitu imechukua kitu. Kwa hivyo ilmu unayochukua katika ilmu ya Mwenyezi Mungu si chochote. Kwa hivyo usitafute. Waman ittaqa shubuhat, anajiepusha na shubuhat, faqad istabra bidini, amejikinga baina dini yake. Lakini hakuna ubaya kutafuta maana, kwa sababu leo tukitizama katika hizi hurufu muqatta'a, Mwenyezi Mungu amekupa kitu tumia. Tazungumza hizi hurufu muqatta'a leo zaidi, na kwamba ziko aina ngapi, ziko aina katika sura ngapi? Kwanza swala mwanzo, sura 29 katika 114 zimeanza kwa hurufu muqatta'a. Sura ngapi? 29. Umebakishwa ngapi? Umebakishwa 85 ndio zianza. Lakini 29 alif lam mim al-Baqara, dhalika al-kitabu la rayba fihi, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazala alayka al-kitaba bil haqq. Halafu nakuja sura kingia ni tu, hamna muqatta, ya ayuha nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ja'alnakum na unaendelea, kuna yasalunaka, na kuna alhamdulillah alladhi anzala ala abdi alkitaba wa lam yaj'al, ukenda huko utakuta alif lam ra, alif lam mim ra, utakutana zingine tena hamim, hawamim, tasin, tawasin, kwa wingi kwa pamoja ito tawasin, tasin na tasin mim, tawasin, au pia inaitwa tawasim, zote mbili. Ma tawasim herufi sauti za nini za tasim. Ukitama katika sura hizi muqatta'at, al-Baqara imeanza alif lam mim, halafu al-Imran, halafu al-Ankabut na Rum na Luqman na Sajda. Sura hizo zote zimepangana, zote za alif lam mim zimeanza kwa alif lam mim. Ukitoka hapo ukenda tawasim sasa, au tawasin, tasin tupu na kuna tasin mim, atawasim au tawasin
utazikuta katika Shuara, katika Naml, katika Qasas zimepangana, ziko karibu. Ukitoka sasa wenzako kwenye Hawamim, Hamim ziko 6 zimepangana. Unaanza Ghafir wewe, Fussilat, Shura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah mpaka Al-Ahqaf. Shura Al-Ahqaf ni sura Muhammad hakuna. 6 hizo zote Hawamim ziko pamoja. Sasa ukitizama kwa mfano ukija kuchukua Hamim, soma wewe, tazama fungua Hamim zinasema nini? Hamim wal kitabil mubin. Dukhanio, baada ya Dukhan inakuja nini? Sura ya pili yake nini? Inasema Hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Katika Al-Ahqaf tanzil Hamim tanzilul kitab. Ukitoka hapo ukenda katika nini? Katika sura nyingine tanzilul kitabi, katika Ghafir tanzilul kitab la raiba fihi min Allahil azizil alim. Huko al-hakim al-alim tanzilul kitab. Toka hapo sura nenda katika sura Az-Zukhruf Hamim wal kitabil mubin. Nenda Fussilat Hamim tanzilun min ar-rahmanir rahim. Sasa ukiona zote hizi tanzil, bila shaka akili ya binadamu alipokuwa nayo kwamba kila ukiona Hamim kwa upelelezi na utazamaji kwa nini wa ujumla wa aya, kama kwamba baada hizi hurufu muqatta'a inafuatia kushuka kwa Qur'ani. Iko alaka kubwa baina nini? Hurufu muqatta'at na nini? Na kushuka Qur'ani. Hata katika Alif Lam Mim pia, Alif Lam Mim dhalika alkitab, hicho kitabu la raiba fihi, Al-Baqara hasi. Lakini mjifaragua zaidi ukienda katika Al-Imran, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Utukufu wa Mwenyezi Mungu Allah wal hayyul qayyum nazzala alayka kitaba bil haqq. Nyinginezo huko ufupi kwamba unapotizama baina muqatta'a, hurufu muqatta'a fi harfi rufi, na ukatazama baadaye unafuatia, wengine wamekwenda kusema kwamba kila ukiona katika Tasin Mim inaelezea laki yapo au vitabu kushuka kwa Qur'ani. Unapotizama katika sura nini, sura Alif Lam Mim, Alif Lam Mim wamesema ni tuliokuelezea kabla. Alif Lam Mim waliochunguza waliona kwamba nini? Kwanza kwamba inataja kuhusu habari ya kitabu na Qur'an, dhalika kitabu, sio? Lakini pia ukitizama Alif Lam Mim ambayo leo katika darasa yetu nataka kuongezea ni kwamba nini? Kwamba hizi harufu Alif na Lam na Mim, ukitizama harufu hizi moja inatoka halq katika koo, Alif, na Lam inatoka katika ulimi, na Mim inatoka katika shafatain, lips, mdomo. Unahitaji lips, mdomo ni midomo ile juu na chini, au si lips, upper lip na nini, lower lip, na maana yake mwanzo, chini na kati na mwisho. Hili itakuja swala jingine kwamba nini haikuhusu makhariji ya harufu. Utaona kwamba nini katika maelezo hapa imetaja mwanzo Qur'ani kama alivyosema Dr. Fadhil Samarai kwamba ikiwa imeanza chini na kati na mwisho, maana yake utaona sura za Alif Lam Mim mara nyingi kuna mwanzo, bidayatul khalq, na katikati ya maisha, mahukumu na sheria nini, halafu mwisho kiyama nini. Mara nyingi inakuwa hivyo. Maana kama Alif Lam Mim ndio mwanzo, basi kwa hivyo ukitazama jumla wa sura utaziona mpangilio wake ni kwamba nazungumza mambo kwanza kuumbwa na maisha yake na kuishi duniani na mwisho wake na akhera. Ni jitihada. Hal hiyo ndio ukweli wa sahihi hasa? Wallahu aalam. Ndio hapo natia nini? Wallahu aalam. Sasa hizi herufi tukizichunguza, hasa hizi sura 29 hizi, na zikabakishwa 85 hamna harufu muqatta'a. Hizi harufu 29 hizi zote ukitazama, ukijua masala ahkamu tilawa wa tajwid, unaambiwa kuna makharij alhuruf mdomoni, kuna huruf zinazotoka chini ya koo ndani, wanaita harufu aljawfia, aljawf, ukinaitwa jawf. Jawf ni ndani alafu kisha kutoka hapo unakuja nini, harufu alhalaq kwenye koo.
halafu inakuja katika lisan, ulimi, halafu shafatan, ibakia moja. Nini? Al-khayshum, nasal. Sasa kila harufi ina nini? Ina pahala pake. Kwa sababu utakuta kama chini adna al-halaq. Al-halaq hapa ukizama herufi zake nini? Chini kabisa gha, kha, gha, gharghara, una gargle, ile potassium permanganate kama kola kubwa. Gha na kha, hizi zinatoka wapi? Chini katika adna al-halq, alafu wasat al-halq, katikati yako unazipata herufi kama ain na he, na mwisho al-halq, mwisho wako unakuja alif, hamza, yani na ha. Na hizo zote katika unasoma ahkamu tilawa ziko katika idhhar, hurufu al-idhhar sita: hamza, alif na ha, ain na ghain, ha wa kha. Hizi sita katika halqa zinatembea kwenye halqa. Halafu ukitoka unakuja kwenye ulimi. Sasa kwenye ulimi kuna aqsa lisan, chini kabisa, na katikati, wasat lisan, kati, na kuna kahafat lisan, kwenye ncha ya nini, ya ulimi. Harufu hizi kama aqsa lisan, kama qaf, adna hafat lisan, mbele la inakuja kwa mbele, inapiga katika karibu na nyuma kwenye meno yako, na hafat lisan dhad, hafat lisan, kanionyesha lisani inapiga juu. Tafana hapo ndio unapata tofauti baina dha yenye mstari askari na dha nini yenye kidoto tu. Dhad na dha. Adhad ni harufi ambayo inakuja katika hafat lisan, lakini unapiga nyuma meno yako. Dha kinyume cha dha, dha unatoa ulimi nje, dha kidogo. Sasa na hizi utaona kwamba nini, halafu zenye kutoka katika ni shafatan, yani nini, lips, mdomo, unapata harufu kama nini, ba, ma, wa, harufu za mdomoni. So bakia lingine za khayshum, ndio hizo harufu al-ghunna. Ukizia po yako huwezi kuzungumza, inashuka lazima tukuane sema nun mim hazitaji. Kwa hivyo harufu al-ghunna, idhhar al-ghunna ala an-nun al-mushaddada wa idghar al-ghunna ala nin الميم المشددة. كتوا غنى ينذكريش غنى كتك كسوم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. زي بقولك سومي عم أيتوك إذا نزل. na hii kila lugha utaona hizi lugha wewe ukienda katika Kiingereza unajua zinazungumza habari ya phonemes, sauti katika Kiingereza au classification of phonetic sounds, utazikuta zipo zote hizi, na katika lugha yote ile. Kula katika hizi herufi kuna plosives wanaita, amba pa ta zenye kutoka nini kwa nguvu kama unatoa hewa ka ba. Kuna nasal ndio hizi kama nun nun n and m, nasal zinatoka nini kwa puani. Alafu kuna nyingine zinaitwa fricative f va, hizi za s, na nyingine affricate kama cha ja. Sasa hizi zote hizi harufu hizi, majina haya wanazungumza katika masala walimu wa Kiingereza na nini, wanapoelezea sound phonemes zake na sound, kila harufu inatoa sauti gani, wanakwenda katika mambo haya wanachambua. Unaona, kwa hivyo phonetically unaweza kuandika neno la Kiingereza na kwenye phonetic language lazima usome kwa wale ambao walobobea walioingia katika elimu hizo. Na sisi tukitaka kusoma Qur'ani yetu lazima tusome makharij huruf, tusome ahkam za tajwidi ili tupate kujua. Sasa tunakuja katika mada yetu. Mada kwamba katika Qur'ani ukizama zote hizi kuna herufi ambazo zilokuja kwa moja moja. Imeanza muqatta' nun wal qalam masturun. Ya pili inakuja sad, sawa. Ya tatu ni qaf wal Qur'an al-Majid. Kwa hivyo ziko zenye moja moja na ziko zenye mbili mbili, Yasin, na sin, na kuna nyingine Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa, nyingine imekuja Tasin. Kwa hivyo hizi zimekuja kwa herufi mbili mbili pamoja na hamim yake, hamim tupo. Kwa hivyo ziko moja moja nun sad qaf, na ziko mbili mbili kama hizo, na kuna tatu tatu, alif lam mim, alif lam ra,
ta sin mim, tatu hizo, na ziko nne, nazo ni mbili tu, alif lam mim sad, alif lam mim ra. Na kwa kumalizia 5 kama yetu hii, kaf ha ya ain sad, na ya pili hamim ain sin qaf. 5. Na ukitazama lugha zinatembea katika baina 1 na 5 humo. Kwa hivyo hapa zimetaja 5. Na ajabu kwamba hizi hurufu zilizotajwa hapa zote zilizotumika katika hurufu muqatta'a ni 14, na hurufu hijaiya zote 28 zimetumika nusu yake na nusu zimeachwa. Na kwa wale kwenda kutafsiri kwamba ni challenge, Mwenyezi Mungu anasema hizi ni hurufu za muqatta'a zilizotumika kuandika Qur'ani, leteni yenu Qur'ani. Na hizi 14 zilizotumika alif na lam na mim na ra na nun na qaf na sad na ye sin ta he kaf ain na ha, hizi 14 zobakia zimewachwa, hazijatumika, yani imegawiwa sehemu mbili. Na nimewahi kumsikia Sheikh Sha'rawi siku moja anasema hizi herufi 14 zilizotajwa katika Qur'ani ni zinatoka katika sehemu mbalimbali, na hizi sehemu 5 za makhariji, na ukaachiwa nyingine 5 pia zinatoka katika sehemu 5 mbalimbali. Hayaleteni kitabu kama hicho changu kama kweli mnaweza kuandika, is a challenge. Na hii ni mlahadha mzuri sana kutoka nini. Kwa hivyo kitabu kina challenge kwamba hizi sasa, tukijiuliza sasa kwamba hizi herufi ambazo zilikuja katika Qur'ani, maana mtu yote akisema ndio alif lam mim ndio umefahamu nini maana. Na kuuliza wewe Muislamu, nyinyi mna kitabu chenu mmeanza alif lam mim ta sin mim alif lam ra, nini maana yake? السؤال كما نوجيه الشيخ شعراوي السؤال خطأ. السؤال ni rongi. Kwa sababu liana alharf la yusalu an ma'nahu, harf haiulizi maana. Harufu nenda mbele, zama utizame mambo, alafu nitakwambia ndio hizi harufu zinatumika huku. Sasa wewe fanya yako kama kweli. Ati bisura lazima aya moja mnashilo, walau kana ba'dhukum li ba'd dhahira, shirikani jini wal ins na wote waji kusanye walete aniatu bimithli hadha kitab la yatuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'd dhahira, hata wakishirikiana kufanya. Kwa hivyo haiulizi السؤال خطأ لأن الحرف لا يسأل عن معناه. herufi haiulizwi kama leo Sheikh Sha'rawi anasema n wa r, anaposema kwa Kiarabu vile utamuuliza mzungu nini maana yake n na r, huwezi kumuuliza kwa sababu haikupi maana. Lakini sasa katika Kiarabu alharfu bidhatihi la yus'al an maana, walakin alharfu kama nusema kuna alharf mabna والحرف معنى. الحرف nini mabna والحرف معنى. Nini maana mabna? Almabna kujenga, si jengo. Ni herufi zinatumika katika kujenga maneno, na herufi zenye kuleta maana, na hii ni lugha ya Kiarabu tu. Hebu tafuta a b c a, ndio wake a, jina lake linaanza kwa a, lakini jina lake linaanza kwa Abdallah Ali Yusuf. Lakini kwa Kiarabu ba na mim na zinatumika kwa maana kwa kubabna, kwa ujenzi wa neno. Kataba kaf keba, kwa hivyo keni imetumika katika kutazama neno. Lakini je, ba ina maana nini? Anasema katabtu bi alqalam, katabtu bil qalam, ba ina maana gani? Biwasitat, kwa kutumia kwa msaada wa. Katabtu nimeandika ba peke yake neno, na maana biwasitat alqalam, nimeandika kwa kutumia, au sio? Katabtu qalam. Au unaposema nini? Ata amrullah, ata amrullah, hakuna kitu. Lakini unaposema wal amru yawmaidhin, unaweza kusema Allah, huwezi. Wal amru yawmaidhin lillah, lakini wal amru wa neno, al amru neno, yawmaidhin neno. Ila lillah asli yake maneno mawili, li lam, li Allah, li yenye kumiliki, miliki mwenyewe ni Allah. Wal amru yawmaidhin, udhani Allah makosa
haina maana. Al-amri ni Allah. Allah umefanisha na amru? La, lazima lam. Na lam maana nini? Yeye mwenye wal amru, na siku ya kiyama, yaumaidhin, siku hiyo, li ni yake yeye mwenyewe kumiliki Allah, lillahi. Kwa hivyo lillahi al-amr min qabl wa min ba'd. Lillahi al-amr, amru yote kila kitu kwenye katika amri yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo lam bimaana lilmulkia, hadha li wa hadha laka, li yangu mie laka. Na kaf bimaana possessive, yani yako wewe, laka wali walahu, yake he bimaana ni dhahir. Kwa hivyo ziko herufi kwa Kiarabu inatumika kama ni maana kusudio, hasa kwa possessive case, pronouns za kwa dhamair, au maana lilmulkia lam, au babi biwasita kadha kadha. Lakini hasa ukitizama kwamba kila moja inatia katika kuingia katika neno. Sasa tunakuja swali hili kwamba hizi hurufu muqatta'a, alif lam mim qaf ha ya ain sad, herufu zote muqatta'a. Anatuelezea Sheikh Sharawi, anasema hizi hurufu muqatta'a zote hizi mabniun ala al-waqf, lazima usimame. Na msahafu mzima ukiwacha hurufu muqatta'a, msahafu mzima zote mabniun ala alwasl, yote inaendelea. Tuanze kwenye wasl, tuje kwenye muqatta'a. Alwasl yote unasema alhamdulillahi rabbil alamin, umependea kusimama mwenyewe. Asi arrahmanir rahim, kama alivyosimama Mtume sallallahu alayhi wasallam mwisho aya. Hii ni aya hapa bidayata, na mwisho alhamdulillah bidayat aya, العالمين نهاية الآية يا منصر يا بيدي. فصار بسم الله hapa ni aya kwa rai ya wengi wa maulama. Kwa hivyo lakini si lazima usimame msahafu mzima ukiwacha hurufu muqatta'a zote. Yani hurufu muqatta'a 29, ikiwa 29 hali kama hiyo, kwa hivyo zizobakia ngapi? Adad ayat zote ni 6236 aya zilizokuwa katika Qur'ani. Ukitoa hizo 29 umebakiwa na ngapi? 6207. Hizo unaweza usisimame ukienda kama pumzi moja kwa soma zote mpaka mwisho wa sura. Ukianza ya pili muqatta una 6, ukianza ya pili moja kwa moja endelea mpaka mwisho wa sura. Dalili mfano alhamdulillah rabbil alamin, sio msimama. Lakini je, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ما قصر مبني على الوصل. لكن ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، لازم اسمع نصر يوتي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد 6 بتاعك عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. kwa hivyo popote mabni al wasl. طيب جواب مشهد من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ring unamaliza الناس unakuja zako katika al-Baqara, alhamdu unaendelea al-Baqara. Kwa hivyo kila pale utasimama ila mabni. Na hii hikma kubwa sana kwamba hizi sura 29 ambazo zimejengeka katika nini, katika herufu ambayo huwezi kuuliza maana yake, asiru inda Allah. Lakini natosha kujua kwamba ambayo darasa itakuwa kesho inshallah tutaendelea kuelezea hizi hurufu muqatta'a, herufi kila moja lina jina na kila moja inatajwa vipi. Kuna ism na musamma. Kuhusu ism na musamma, hurufu muqatta'a zote ismu. Unaposema alif lam mim, manake ya mwanzo jina lake ni ismu yake nini, jina lake alifun lamun mimun, kafun haun yaun ainun sadun. Kila hii inaitwaje? Hii inaitwa kafun. Kwa ufupi ukisimama usemi dhamma tena za kaf, nasimama kila moja usimama.
haun ha kwa mbali unaitwa haun. Sawa, sisi wacha Kiswahili sana hii b t c f jim he khe lakini la, ukitaka asli kwa Kiarabu kila moja jina lake, kila واحد له اسم. ألف باء تاء ثاء جاء حاء خاء دال ذال راء زاء ساء شاء mpaka mwisho, mpaka yaun asl. إذا إن شاء الله kesho tutazungumzia kuzaa inshallah. Tuendelee. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.